Kaunti ya Murang'a sasa wanaitaka serikali ya kaunti kutenga bajeti maalum kwa ajili ya kununua magari zaidi ya wazima moto na kujenga vituo vyao katika maeneo ya Murang'a. Wito huu umetolewa kufuatia kuongezeka kwa matukio ya moto ambayo yamesababisha hasara kubwa ya mali na kuziacha baadhi ya familia bila makazi. Mwanahabari wetu Robert Gakure na habari hii. Wakazi katika kaunti ya Murang'a wanahuzunishwa na ongezeko la matukio ya moto katika maeneo mbalimbali, wakisema baadhi ya familia zimepoteza mali ya dhamani huku wengine wakibaki bila makazi kufuatia majanga hayo. Wakizungumza katika eneo la Gakui, eneo bunge la Kandara, wakazi pamoja na viongozi wamesema kuwa katika siku za hivi majuzi visa vya moto vimeongezeka kwa kiwango cha kutia wasiwasi. Nauliza serikali yetu ya Murang'a kama inaweza fanya tuletee magari ya kuzima moto hapa Kandara, kwa sababu wakati ule hii nyumba ilichomeka, kama tulikuwa na gari hapa Kandara, hii nyumba ingezimwa moto. Sikini kwa sababu magari ilikuwa pale, ndio hiyo nyumba ilichomeka yote. County government, kwa sababu hii ni kazi yao, zile magari ambao zinatakiwa kutusaidia wakati janga kama hili la moto limetokelezea. Sijui tuko na gapi moja bili tuongezee our governor. Wanalalamikia ukosefu wa vituo vya kutosha vya wazima moto, wakisema hali hiyo imekuwa ikichangia kuchelewa kwa huduma za dharura mkasa wa moto unapotokea, wakazi wakilazimika kushuhudia mali ikiteketea kwa saa kadhaa kabla ya msaada kufika. Tupate ile huduma ya kuzima moto kama ajali ya moto ikitokea mahali popote, sababu saa hii tumeona kuna janga kubwa sana ya hii moto kutokea mahali kwingine. Hata tuliona kule Kangema biashara za watu wengi zilichomeka pale Kiawambogo, na kama hii gari ya kuzima moto ingekuwa karibu, ingefika na izime hiyo moto kabla ya kuteketeza mali ya wananchi, sababu tunaona stock yao imeteketezwa, nyumba zimeteketezwa, maisha yao ni kama inaendelea kuteketezwa na hiyo moto. Wakati huo huo, wakazi wanahimizwa kujiepusha na vitendo hatari kama vile kuunganisha umeme kinyume cha sheria ambavyo vinaweza kusababisha mlipuko na moto katika makazi yao, hali inayohatarisha maisha. Illegal connection ya stima inaleta madhara kubwa zaidi. Afadhali uende tu kwa Kenya Power ufanyiwe connection ili ifanyiwe na wale watu ambao wamepitishwa. Wengine mtu atakuja kuwekea waya na zile waya atakuwekea yeye mwenyewe hana ile ujuzi na inaleta moto. Kwa hivyo ningeomba sana watu pitieni ile njia inafaa. Enda kwa Kenya Power, it is cheaper, it is even less risky. Na stima si kitu ya kucheza nayo. Stima hata isipokuwa moto inaweza hata ua mtu. Kwa hivyo ni vizuri watu waache illegal connections. Robert Gakure, TV47, Murang'a. Namshukuru Robert Gakure kwa taarifa.